Langu ni Uncle Red Carpet na leo niko hapa picnic site Ole Tipis. Ukiwa upande wa Kiserian unakuja unachukua katuktuk hapa ama unachukua gari yako unakuja tu hapa, ni mita kadhaa hapa kidogo tu. Hapa ni picnic site na hapa tuko na the Retro Kings and Queens Entertainment, na unapotaka mambo kama haya, kama trains, kama bouncing castle, kama trampoline, kama quad bikes, vitu hizi zote za watoto ziko hapa picnic site. Yes, hapa ndipo nakwambia, hapa ni picnic site. Na ukitaka vitu kama bouncing castles, ukitaka vitu kama trampoline, ukitaka vitu kama quad bikes kama hii, si unapenda slide, vitu kama hizo zinapatikana tu hapa kwa Ole Tipis picnic site. Iko past Kiserian tu kidogo ukielekea upande wa Isinya. Offer. Style Up Driving School is offering the foreign classes at an affordable price. Manual and automatic lessons, refresher courses, motorbike, light truck and buses. We offer new training curriculum standards at competitive rates and special attention to learners. For more information, call 0724 026 799. Style Up Driving School. Learn to drive the easy way with experts. Yes, karibu sana mtazamaji wa Full House TV, na hiki ni kipindi cha Red Carpet Show, pale ambapo nakwambia tunakujaga na waheshimiwa aina zote, aidha ni MCA, aidha ni mbunge, aidha ni MP ama governor, senator, president ama ni aspirants, wote watu tunakuja nao. Hiki ni kipindi cha lifestyle show na mimi wako Mike Sam wa Red Carpet, ama ukipenda Red Carpet. Na kama vile huwa ninakwambia ni kwamba hawa watu ambao wanatuongoza ni wetu, ni watumishi wetu, na ndio maana huwa tunawaita ili tuweze kuongea mambo ya kaunti yako, ya nchi yako, pale popote ambapo unapoishi. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo. Asante sana. Yes. Asante sana. Yes, maybe tungependa kujua kidogo, tujue wewe ni nani na wewe ni mheshimiwa pande gani? Kwanza kabisa wacha ni wasalimie wasikilizaji wote. Niwaambie kwa majina yangu mimi naitwa Amos. Yes. Mburu. Ndio. Kutoka Sholinge Oros Recon Ward. Mimi ni aspirant mahali pale. Okay. Yes. Kama ulivyosikia mtazamaji wa Full House TV, aliye ndani ya studio siku ya leo ni aspirant wa kiti cha bunge cha Oros Recon. Sholinge Ward. Oros Recon, Sholinge Ward. Oros Recon, by the way, ni kusema punda. Yes. Oros Recon ni punda. Oros Recon ni punda. Yes. Oros Recon Ward iko pande gani ya Kenya? Oros Recon Ward iko katika Kajiado County. Katika constituency moja inaitwa Kajiado East. Kajiado East. Yes, katika zile ward ambazo ziko pale, Oros Recon Sholinge Ward ni ward moja katika Kajiado East. Okay. Yes. Kwa wakati huu Mr. Amos, Yes. Mbona ukafikiria unaweza kibilia kile kiti na kuna wabunge pale? Ni kweli kabisa. Ndio. Katika uongozi ndio kuna mambo mingi sana ambayo ilinisukumia nikajipata natafuta kiti ya member of county assembly ya Kajiado. Ndio. Kutoka Sholinge Oros Recon Ward. Mimi niko na miaka 12 tangu nihamie area ya Twala. Ndio. It is Oros Recon, Sholinge Oros Recon Ward ama Twala. Twala. Watu wanajua Twala. Na watu wakiwa Ongatarongai huwa wanaenda Twala miguu. Yes, si mbali sana. Sasa wakati nilikuja mahali pale nikapata ya kwamba kuna shida mingi sana ile hiyo. Ndio. Na shida ya kwanza yenye ilinisukumia nikafikiria naweza tafuta hii kiti ya member of county assembly. Ni barabara. Barabara za kutoka barabara zile ambazo ni za county.
zile ambazo mheshimiwa MCA mwenye ako kwa kiti anapaswa kufuata. Hafuati. Barabara ambazo ni za hata MP. Zile barabara ambazo MP anapaswa kufuata. Pia hata yeye afuati. Kwa mfano, tuko na barabara moja hapa kutoka Masai Rouge. Inaenda Nazarene. Oroslikon sasa ndio Twala. Gurunga. Inaenda mpaka Kitengela. Hii barabara inasemekananga ati ni barabara ya national government. Hii barabara imepeanwa I think mara 7. Barabara hii ya Gurunga ama? Yes, hii ya Gurunga. Hiyo ni barabara ya national government. Na imepeanwa. Hii barabara imeanza kupeanwa wakati wa Saitoti. Hii barabara imeongelelewa wakati huu ambao tuko na Paris. Ndio. Lakini bado hakuna kitu imefanyika mahali pale. Kuna barabara nyingine ambayo imetoka kutoka Twala. Ndio. Ambayo ni Oroslikon town. Ambayo inaenda ina connect na barabara nyingine iko pande ile nyingine ya pipeline. Ndio. Ambayo inaenda Isinya. Hii barabara pia wanasema inaundwa. Inaundwa. Haiundwi. Kuna hizo small avenues. Zile barabara za ndani zile ambazo MCA anapaswa kufanya. Hata kumwaga mara. Hata kuziba mashine. Ndio. Hashughuliki. Sasa mimi nikaona hii shida ni kubwa sana. Kuna kitu nitamention hapa kwa TV. Mahali mimi naishi. Mahali unaishi. Hiyo barabara. Nikashikanisha community. Tukasema tutaanza kuunda hii barabara sisi kama community. Na tukafanya. Na kwa kawaida kwa sababu watu wanatumia rasilimali zao. Watu wanachoka. Sasa ilifika mahali ikakaa ni kama mimi ndio nimeachiwa hiyo barabara. Na nikaendelea kuunda. Sasa mimi naandika vijana na pesa yangu. Wanakata mtaro ya drainage. Mimi nakusanya pesa na mwaga lori moja. Ndio. Ati nitengenezee watu barabara. Hata iko mzee moja jirani hapo. Anaitwa Mr. Kehara. Mr. Kehara huwa ananiambia hii barabara inafaa kuitwa Boro Road. Kwa sababu mimi ndio ndio unaunda. Mimi ndio naunda barabara. Ndio. Na wakati mwingine mimi navaa gambut. Mimi mwenyewe naenda kwa hiyo barabara naanza kufanya usafi. Kukata miti. Ndio. Nimefanyia hiyo barabara kazi kweli. Na kwa hivyo nikaona sababu tuko na serikali. Na umeifanyia ni kweli. Mbona hukuongea na either MCA ambaye ako pale ama MP? My friend. Wale watu wakifika mahali pale. Usione ni rahisi. Kukufanyia hiyo kazi ambayo wanapaswa kufanyia. Kwa sababu hata MCA mwenyewe kwao ni huko. Kwao ni hapo. Si ati ni bali. MP kuna watu pale. Hata na shidanga huko. Ndio. Hata kidogo naweza sema naweza shukuru MP kidogo yule mama. Kwa sababu at least mama kidogo anajaribu kukuwa na mazishi ama matanga, yeye anapatikana. Lakini MCA mwenye yako pale my friend. Hata juzi ndio nimeona ameanza kupatikana kwa mazishi. Juzi ndio ameanza kupatikana anasikika. Ameonekana mahali. Tangu 2017 after elections. Huyu mtu haonekani. Sasa unaniambia nimtafute nitamtoa. Inakuwa ngumu. Yes. Labda maybe nikuulize mheshimiwa. Yes. Ni njia ipi? Kwa sababu sasa unataka kuingia pale kwenye bunge. Ni njia ipi ambayo mwananchi wa kawaida anaweza fikia mheshimiwa? Unajua katika serikali hii ya mseto, hii serikali ya county. Wakati ilibuniwa, siku hizi tunakuanga na ofisi za waheshimiwa kama hawa, kama tuseme kwa mfano kama MCA anapaswa kuwa na ofisi mahali pale, ili watu wakimhitaji wako na mahali ambapo wanaweza kumaccess kwa urahisi. Ndio. Uende upeleke complaint zako, uende useme vile unataka. Ndio. Kama ni basali, ana ripoti pale. Ndio. Kama ni swali ya maji, unauliza pale. Ndio. Kama ni swali nyingine yote ile ambayo ungetaka kuuliza ambayo inamhusu, unauliza pale katika ile ofisi yake. Ndio. Lakini sasa pande ile yetu, kwa sababu ni kama tunaishi msituni. Sisi ni kama watu ambao tunaishi katika fugo la wanyama. Na hiyo ndio kusema ukweli. Unajua ni vizuri kuwekelea ukweli kwa meza. Ni vizuri kuongea ile ukweli. Enda sehemu kama Shoringe. Enda sehemu kama pale Victoria yako chini. Ni kama mko msituni.
na I think ndio sababu hata hakunanga mpaka kati ya National Park Nairobi National Park na kwenye tunaishi. Hakuna mpaka. Kwa sababu labda wale watu wanafikiria hii ni mfugo la wanyama. Hii ni area ambayo inaishfaa kuishi wanyama. Kwa hivyo pale tuko katika giza kubwa sana. Hata angalau kama mwangaza kidogo hivi my friend. Hakuna. Hata mwangaza, sababu ile kitu ingetupea mwangaza. Ni kama labda tuseme Mheshimiwa Saitoti wakati alikuwa katika uongozi. Kama angekubali kutukatia hii barabara ya kwenda mpaka Kitengela. Angalau unajua barabara inafungua area. Ni kweli. Sasa barabara ingefunguka. Na sasa ingekuwa hata rahisi mtu akienda Kitengela. Hata kama ni kuona MP, hata kama ni kuona huyo MCA, hata kama ni kuona huyo jamaa mwingine anaitwa ward admin. Watu kama wale. Lakini kwa sasa my friend, pale hata ukigonjeka ni Mungu tu ukifika hospitali. Sasa nikuulize, ward admin wa Shorinke ofisi zake ziko? Lazima kuna ofisi. Kuna ofisi. Ward admin lazima kuna ofisi. Ndio. Lakini usiniulize iko. Sababu sijui. Au jui? Sijui. Hata juzi ndio nimejua jina yake. Juzi ndio nimejua ni kijana mmoja wa Pere. Yes. Na sasa katika Shorinke Rose Icon Ward. Kule hazina mtu anaitwa Pere. Pere wako katika Kajiado North. Kwa hivyo wametoka Kajiado North wamekuja Kururu kwetu. Nani amekuambia kama maybe amenunua shamba huko? Address amenunua lakini hajaishi. Kama mimi nimeingia kwa ofisi ya chief. Naongea na wale wazee wako pale na ofisi. Huyu ward admin. Huyu ward admin hapa. Ni nani? Anafaa kuwa ambaye anaishi pale ama? Yes. Anafaa kuwa mtu ambaye anaishi pale. Sababu hakuna vile atajua shida za watu wale pale. Kama haishi pale. Itakuwa ngumu. Ndio? Yes. Haya twende. Na kuna ofisi ya mheshimiwa MCA. Ofisi ya mheshimiwa MCA kama iko, address iko Kitengela. Na sasa Shorinke iko Kitengela. Haiko Shorinke? Hakuna. Kabisa? Hakuna. Tukifanya utafiti wetu tutafute tutaipata. Hakuna. Hakuna. Labda kuna watu wake kwa ground. Lakini sio ofisi. Ile inaitwa briefcase. Kama ndio hiyo ni sawa. Hiyo sijui. Lakini vile mimi najua hawa wakubwa wote hata mheshimiwa Felix huyu mama wetu ndio ofisi yake iko sehemu za Kitengela. Ofisi ya mheshimiwa Kaasha ambaye ni the MCA, the current MCA nafikiri pia iko Kitengela. Ward admin hata yeye nashuku sana ofisi yake iko huko. Na sasa mahali tuko sisi pale kama watu wa Shorinke Rose Icon ward ni ngumu sana ku access Kitengela. Kwa sababu hata transport peke yake watu kama sisi wakituma vibarua kutoka Twara kwenda mpaka Kitengela mpaka nikuja hapa Rongai kwanza nikuje na pikipiki kutoka kwangu ndio nifike Twara nichukue matatu zingine pale Twara zinibebe mpaka Ongata Rongai nichukue matatu nyingine kutoka Ongata Rongai niende Nairobi sasa nichukue nyingine ya mwisho kutoka Nairobi iniweke pale Kitengela. Mimi nataka nikuulize swali. Ndio. Mimi nafanyanga kazi ya shilingi 500 kwa siku. Hiyo transport peke yake ni ya shilingi 500. Kitengela nitafika mwaka gani? Hauwezi enda. Na hapo ndio sababu watu wengi wale ambao wanaishi ile maeneo. Mambo mingi sana. Ambayo inahusu maeneo ya Shorinke Rose Icon Ward. Hawajui. Hawajui. Sasa mtu atajulia wapi? Yes, kama transport ni hiyo, mtu atajulia wapi? Hawezi. Mimi nakuuliza swali, atajulia wapi? Ni unga atanunua ama ataanza kulipa fare ataenda kutafuta MCA Kitengela? Sasa unataka kutuambiaje? Hakuna ofisi ya MCA, hakuna ofisi ya MP. Yaani Rose Icon Ward hakuna ofisi za county. Ofisi za wakubwa, wale ambao wamechaguliwa. The elected leaders. Yeah, elected leaders kama MCA, MP, na ward admin. Sababu ward admin yeye kwanza hata kuna qualifications. Ndio. Kwa sababu yeye anacheza pande zote. Anapaswa kutetea wale watu pande zote. Ikianza na mambo ya mashule. Ndio. Ikienda na mambo na maji. Yaani mahali unaweza enda upeleke matata zako. Ndio. Yaani kama kuna kitu na kufinya, mahali unaweza kimbia upeleke shida zako. Umeelewa sasa? Ndio.
Sasa kama hakuna mahali unapeleka shida yako, si inamaanisha sasa ni ukae tu hivyo. Inamaanisha ukae tu. Ukae tu hivyo. Na sasa kama umekaa hivyo, mwingine akae hivyo, huyo mwingine akae hivyo, nyinyi wote muamue mkae hivyo. Ndio. Ni siku gani una expect area ambayo inaitwa known as Twala? Yes. Itaamka. Itakuwa ni problem. Itakuwa ni shida. Yes, hata kama ni mambo kama maji. Unapata maji pale kwa sababu hakuna mwangaza. There is no light. Ile ambayo unaweza sema hii area imeamka haiko na mwangaza fulani. Ndio. Kwa hivyo maji unapata ni individuals. Ndio. Wewe unachimba maji, unaweka bohole yako. Unaanza kuuzia watu maji. Ni kweli. Sasa unapata mtu akitaka maji kwako analipa 30,000. Kwa mfano, ili upatie maji. Alafu ananunua pipe. Roro kama 3 kulingana na maji yametoka. Analipa vijana wa kuchimba mtaro. Ananunua gate valve. Ananunua vitu zote zile ambazo zinapaswa kutumika pale. Na hata pia anaandika mtu mwenye atakuja kuconnect hiyo maji. Ndio. Sasa kitabu huyo mtu afungulie maji kwake. Unapata huyo mtu ametumia zaidi ya 50,000. Ambapo kama serikali ya county katika ward ya Orosi Council League ward ingekuwa imejipanga vizuri, wangekuja pale wachimbe maji yao, wauzie watu maji yao, na iwe njia rahisi ya kuconnect watu na maji bila kuumia kabisa. Sasa this is a project. Hii ni project ya mtu. Wewe unaanza yako, mwingine naye anachimba yake hapo chini, mwingine naye anachimba yake pale chini. Sasa unapata pale kupata maji ni kama dhahabu. Na saa hiyo nimekwambia mshahara yangu ni shilingi 500. Ndio. Kwa siku. Sababu mimi ni mtu ya kibarua. Ni mwaka gani nitapata maji kwangu? Ni mwaka gani nitafikisha 30,000? Ni mwaka gani nitafikisha hiyo pesa yote ili niweze kuingiza maji kwangu? Sasa mimi nikafikiria nikaona hapana. Mimi nikipata hii kiti ya member of county assembly. Serikali ya county iko na allocations. Serikali ya county iko na pesa. Kwa hivyo hizo pesa zinaweza tumika hata kwa haraka. Hata kama ni wanaivi. Na ukuje uchimbe boho. Ununue matanki. Uweke juu. Ufanye piping. Wakuja wafanye survey, utafuta watu wakuja wafanye survey. Wafanye piping hiyo area yote. Mtu akitaka kwa kupata maji kwake, anaenda kwa ofisi ya county. Sio ofisi yangu. Sio ofisi ya mtu. Ofisi ya serikali ya county. Kuna maji. Anaenda analipa shilingi 2,000 kwa mfano ama 3,000. Analipa connection fee 1,000 inakuja kama 4,000. Alafu ananunua kapipe kamoja kwa 150. Na gate valve ya shilingi 300. Anaingiza maji kwake na less than 10,000. Kweli. Na ikifika ni mwisho wa mwezi, huyo mtu analipa unit moja kama 60 bob. Ama 100. For instance. Lakini baada kama ni 100 anatumia unit 2. Akitumia unit 2 kwa mwezi, analipa shilingi 200. Sasa hata yule mtu wa chini kabisa. Yule mtu anafanya kazi hata ya kuchimba choo. Yule mtu mwenye anafanya kazi hata ya kuchoma mahindi. Yule mtu mwenye anafanya kazi yoyote mahali pale atakuwa na uwezo wa kuweka maji kwake bila stress kabisa. Lakini sasa ikikaa ni individuals, ati mimi nikifikiria niweke pale kwangu, nimeona iko kama biashara mzuri, mimi naweka bogo tena kuuzia mtu maji analipia 30,000. My friend, ni watu wangapi wataafodi 30,000? Ni wachache. Ni watu wangapi? Ni wachache. Sasa hiyo kitu ndio mimi nilipeleka nikaona pamoja na barabara za pale. Ati MCA hawezi tengeneza barabara. Na hata tumwambia aweke rami. Aweke hata kama ni mara. Hata kama ni mara. Hawezi. Sasa mimi nikasema hivi. Mimi najua ile mshahara wanalipa pale. Mimi najua ile pesa wanapata. Na nikasema mimi kama saa hii huwa najitolea na bwana bara pale. Na pesa yako. Pesa yako. Kwani nikiandikwa na county government nianza kupata mshahara. Si hata naweza jiandikia niseme kila mwezi na mwaka kali 3. Kila mwezi naenda ile nyingine na mwaka kali 2. Kila mwezi naenda ile nyingine nafanya kitu. Natumia mshahara sasa. Natumia hata mshahara yangu. Na haiwezi isha. Hapana. Okay, mheshimiwa, kidogo tu. Unajua watu hii ni swali tu. Na maybe watu wanaweza uliza, je, huwa utengenezi barabara juu unatafuta kiti ama nini?
Hata kabla nifikirie kuhusu kiti. Kugombania kiti ya member of county assembly. Oro Silicon Ward. Bado nilikuwa natengeneza barabara. Mwaka huu nilianza kitambo, nimekwambia niko na 12 years. Kwa hivyo nimekaa. Yes. Kwa hivyo hata kabla nifikirie kugombania hii kiti. Bado nilikuwa ndani. Bado ulikuwa unafanya hiyo kazi. Bado nilikuwa nafanya hiyo kazi. Hivyo sio ile mentality ati sasa nataka kiti za wacha nianze kujenga. Hakuna. Hakuna. Hivyo ule uongozi uko ndani. Yes. Kwa sababu unajua mara mingi na hiyo ndio ile ukora huwa tunachezwa. Kwa sababu mtu anataka kiti, anaanza kuja kuanza anakuja anaanza kuletea watu maendeleo sasa. Ati unga. Wengine anamwaga gari moja hapo inakaa kwa barabara kama miezi 3. Siku ya kutangaza anakuja na watu anaanza kusema yeye ndiye amemwaga. Kwa sababu wako na nia fulani. Ndio. Mimi huwa namwaga na sijawahi tangaza. Hata radi ati mimi ndio namwaga. Kwa sababu mimi sifanyi hivyo hata wasiponichagua. Nitaendelea tu kumwaga kabisa. Kwa sababu mimi naishi pale, niko na interest. Na huko ndio kwangu. Mimi na watoto wangu wote tunaishi pale. Sasa nitakosaje kutengeneza barabara? Nitakosaje kufanya ile kitu napaswa kutengeneza? Namna hiyo. Yes. So mheshimiwa, nataka tuende mapumziko kidogo, alafu tunarudi hapa. Mtazamaji wa Full House TV, this is Full House TV Red Carpet Show, pale ambapo tunakuja na waheshimiwa. Na ndani ya mitambo leo tuko naye Honorable Amos Mboro ambaye ni aspirant wa kiti cha MCA Oro Silicon. Oro Silicon Sholinge Ward. Oro Silicon Sholinge Ward. Langu ni Uncle Red Carpet na leo niko hapa picnic site Ole Tipis. Ukiwa upande wa Kiserian unakuja unachukua katuktuk hapa ama unachukua gari yako unakuja tu hapa, ni mita kadhaa hapa kidogo tu. Hapa ni picnic site na hapa tuko na the Retro Kings and Queens Entertainment, na unapotaka mambo kama haya, kama trains, kama bouncing castle, kama trampoline, kama quad bikes, vitu hizi zote za watoto ziko hapa picnic site. Yes, hapa ndipo nakwambia, hapa ni picnic site. Na ukitaka vitu kama bouncing castles, ukitaka vitu kama trampoline, ukitaka vitu kama quad bikes kama hii, si unapenda slide, vitu kama hizo zinapatikana tu hapa kwa Ole Tipis picnic site. Iko past Kiserian tu kidogo ukielekea upande wa Isinya. Offer. Style Up Driving School is offering the foreign classes at an affordable price. Manual and automatic lessons, refresher courses, motorbike, light truck and buses. We offer new training curriculum standards at competitive rates and special attention to learners. For more information, call 0724 026 799. Style Up Driving School. Learn to drive the easy way with experts. Karibu sana tena mtazamaji wa Full House TV, kipindi cha Red Carpet Show, na hiki ni kipindi cha wagwana hawa ambao ni waheshimiwa. Tunawauliza maswali na wanakuja kutuuzia ajenda zile ambazo wako nazo, na ndani ya mitambo kama nilivyokuambia tuko naye Honorable Amos Mboro, aspirant wa MCA Oro Silicon Ward. Sholinge Oro Silicon Ward. Hiyo nimeshika sasa. Yes. Na hivi karibuni mheshimiwa, juzi tulikuona kwa mitandao. Umepiga kelele sana juu ya Simba. Simba kweli amepatikana. Yes. Bali kuna watu. Ndio hiyo sasa. Alipatikana wapi na kuliendaje? Wacha nianze na kusema hivi. Kwa sababu hii issue ya Simba kupatikana katika hii maeneo imekuwa mingi sana. Na mimi ningetaka hata niseme katika hii TV. Na wanisikize na wanisikie vizuri. Waambie doa na kusikiliza. Kwa sababu wakati mwingine wanachukulia mambo kwa mzaha sana. Sisi ni binadamu. Sisi sio wanyama. Na ilifanyika tu siku moja. Kama hawajajua. Ilifanyika tu once. Katika shamba la Edeni. Wakati Mungu aliumba Adam.
na akaupa mkewe Hawa. Hiyo wakati ndio binadamu alikuwa anaishi na wanyama pale ndani. Ndio. Na hakushughulika na yeye. Lakini wakati alitoka katika shamba la Edeni. Sasa ni lazima ama inapaswa ndio mnyama akae kwake. Mnyama akae kwake. Binadamu akae kwake. Na hata Mungu alisema, ukisoma hiyo Biblia katika hiyo Mwanzo, utasikia Mungu akisema wewe utakuwa adui ya ile nyoka. Na nyoka akikuona mbele na kuuma. Ndio. Kwa hivyo aliweka mpaka kati ya binadamu na wanyama. Sasa swali yangu ni moja. Ndio. Ambao ningetaka kuuliza hawa. Kwa sababu hao wakubwa wamefanya hii kazi, wamekuwa kwa serikali miaka mingi sana. Kwa nini hawa wanyama wanatoka katika fugo la wanyama? Hilo ni swali. Kwa nini hawa wanyama wanatoka katika fugo la wanyama? Wanakuja mahali binadamu ni hatari. Angalia hii maneno na uangalie kwa makini sana. Huyu mnyama anatoka katika Nairobi National Park. Wacha tuseme labda alipita Twara. Twara iko watoto wanakujanga shule asubuhi na jioni. Na hiyo asubuhi kuna watoto wengine hata ni wadogo zaidi. Wanakuja wanapita katika hizo mito. Ndio. Wanapanda hiyo misitu. Wanaenda shule tuseme kwa mfano Rose Likoni. Primary ama secondary. Wengine wanakuja hapa Ole Kazazi Primary. Watoto wengine wanatoka Kambwili hata Imunya. Pia wanapita hiyo msitu. Ndio. Naye simba alitoka huko msituni. Ako jiani ama ako mahali popote alipo wanakutana na watoto. Wewe unataka kuniambia hata mimi vile naona ikiendelea hivyo kutakuwa na shida ya masomo. Kwa sababu watoto wataanza kukataa shule. Ni kweli. Watoto watakataa shule. Kwa sababu sasa mtoto atakwambia mimi siendi, nitakurwa na simba. Yes. Ataogopa, wataanza kuogopa. Na sasa watoto wakianza kuogopa, hawa sasa ndio wataanza kuwa wakora. Kwa sababu masomo hakupata. Ndio. Sasa mimi nataka mniambie namna hii. Tangu lini binadamu? Tangu siku gani binadamu? Aliishi pamoja na mnyama? Tangu lini? Mpaka wakati wa Eden. Nimekwambia kutoka siku ya wakati wa Eden. Wakati Mungu aliumba dunia. Hiyo siku peke yake, that period. Na it was very short. Kwa sababu binadamu alifanya dhambi akafukuzwa. Na sababu ya hiyo mheshimiwa. Yes. Hao watu wa Rose Likoni ward. Yes. Wakikupatia kiti. Yes. Kuna uwezekano utawafungia wale wanyama. Unajua sasa hiyo ni kazi ambayo iko katika county government ya Kajiado. Ndio. Kuna waziri ambaye amepewa hiyo kazi. Na nimeona juzi nimeona mheshimiwa governor ameappoint minister katika hiyo docket ya mambo ya kuangalia mambo ya misitu na wanyama. Katika national government. Pia tuko na mtu ambaye anapaswa kufanya hiyo kazi. Mheshimiwa Barara. Na sasa mimi kuna kitu moja ningetaka kusema. Mheshimiwa Barara anapaswa kwa raya na wale waheshimiwa ambao tuko nao hapa. Akina mheshimiwa Paris. Kwa sababu yeye ndiye hapo hapo. Na yeye ndiye anaenda bunge. Ndio. Waelewane budget itolewe ya hii msitu. Ndio. Waweke fence ngambo hii. Na waweke fence ya stima. Ndio. Ili wale wanyama wakae kwao. Naye binadamu akae kwake kabisa. Please. Hata hizo kuna vile tutaweka binadamu na wanyama pamoja. Na mimi hata riski moja yangu kubwa ni moja. Watoto ni hatari sana. It is very dangerous. Hata saa nyingine wale watoto juzi nimeona kwa mitandao ati iko kijana amepotea huko. Ati iko mtoto haonekani. Labda hata siwezi sema hivyo lakini labda walikuliwa. Huwezi jua. Na sisi tunatafuta watu. Yes, maybe. Yes. Kwa sababu kama haonekani na ametakaswa mitandao yote. Huyu mtoto wako wapi? Na sio simba peke yake amepatikana. Sio huyo pekee. Ni wengi. Hii yenye imekuwa hapa Taskies. Juzi nilikuja huko Rongai mahali inaitwa huko Taskies huko juu. Hiyo anafikiri ni mara ya 5. Kwa sababu hata juzi na si kitambo iko wengine ilikujaka pale Taskies. Iko wengine ilikuja Taskies. Yes, simba imekuwa huko Taskies. Hata juzi kuna wakati nilisikia watu ya Rongai huko ngambo hii ya Rongai. Walikuwa wanaingia kwa nyumba na kijiona juu ya simba. Kwa sababu ilitangazwa iko simba 3 ambao wanazunguka.
Yes, wale kazazi walikuwa wanazunguka. Mimi nilikuwa napita huko saa nyingine nikienda nyumbani. Napata sioni mtu. Kwa sababu wewe utakaa ungoje nini na ujui hii simba si mtu mtaongea naye. Hawezi. Ni mnyama. Tukupatie kiti ututetee. Waambiwe ukweli. Na mimi ningetaka nifanye hivi. Kwa sababu kwa heshima zako Mheshimiwa Rais. Saa zingine unaweza patia mtu kazi uone afanyike. Mimi naweza kukuomba wewe Mheshimiwa Rais. Wewe ni rais ambaye tunajua. Ndio. Wewe ni rais ambaye tunaheshimu. Ndio. Wewe ni rais ambaye umefanya mambo mengi. Ndio. Na hata saa hii unafanya. Mimi naweza kukuomba hivi. Ndio. Mheshimiwa Rais. Kwa nini usifanye mpango mzuri? Na uongee na hawa wakubwa hapa kwetu katika Kajiado. Ndio. Hii area yetu ya Shoringe Orosi Likoni Ward. Wakuje watuwekee fence. Na waweke fence ya stima. Ili hawa wanyama wakae kwao. Ndio. Na sisi tukae pande nyingine yetu. Ndio. Lakini ni kama hatuna haki kwa sababu sasa tunaishi kama sisi ni kama wanyama tu. Na ndio sababu wanaignore kutuwekea fence mahali pale. Ndio. So tuko katika risk kubwa sana katika maisha ambayo tunaishi leo. Ndio. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Rais nakuomba. Utuwekee fence ukiwezeshwa na Mungu. Na kwa sababu katika nafasi yako wacha hii fence ya Nairobi National Park upande wa Shoringe National Park iwe ya kwanza, apart from zile zingine za kuunda barabara, kutengeneza hospitali, kufanya yale mengine ambayo umefanya, kuweka connectivity ya stima. Pia hii ningekuomba tuwekee hii fence ili utuachie rekase pande hii. Tusemage Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wakati alikuwa kwa kiti, yeye ndiye aliacha ametutengenezea fence katika Nairobi National Park upande wa Shoringe Orosi Likoni Ward. Kabisa Mheshimiwa Amos Mboro. Naitwa Mheshimiwa Amos Mboro, aspirant wa Orosi Likoni Shoringe Ward. Yes, exactly. Shoringe Orosi Likoni Ward. Yes. Kabisa. Tunarudi hivi karibuni. Okay. Langu ni Uncle Red Carpet na leo niko hapa picnic site Ole Tipis. Ukiwa upande wa Kiserian unakuja unachukua katuktuk hapa ama unachukua gari yako unakuja tu hapa, ni mita kadhaa hapa kidogo tu. Hapa ni picnic site na hapa tuko na the Retro Kings and Queens Entertainment, na unapotaka mambo kama haya, kama trains, kama bouncing castle, kama trampoline, kama quad bikes, vitu hizi zote za watoto ziko hapa picnic site. Yes, hapa ndipo nakwambia, hapa ni picnic site, na ukitaka vitu kama bouncing castles, ukitaka vitu kama trampoline, ukitaka vitu kama quad bikes kama hii, si unapenda slide, vitu kama hizo zinapatikana tu hapa kwa Ole Tipis picnic site. Iko past Kiserian tu kidogo ukielekea upande wa Isinya. Offer. Style Up Driving School is offering the foreign classes at an affordable price. Manual and automatic lessons, refresher courses, motorbike, light truck and buses. We offer new training curriculum standards at competitive rates and special attention to learners. For more information, call 0724 026 799. Style Up Driving School. Learn to drive the easy way with experts. Karibu tena, kipindi ni Red Carpet Show. Langu ni Mike Samba, Red Carpet. Na mheshimiwa. Wao wanasema ya kwamba aliye na mwana ana ushuhuda. Sasa wewe naona uko na mwana ule wa Orosi Likoni Ward. Yes. Kwa hivyo una ushuhuda wa pale. Yes. Ndio maana mheshimiwa ameendelea kutuelezea mengi na bado ataendelea kutuelezea mengi. Maana kuna mengi ya Orosi Likoni Ward. Leo watu wa Orosi Likoni tunaongea yenu. Yes. Na kwa hivyo kama uko pale unaweza tuma ujumbe wako kwa hii namba 0720025948. Utaiona hapa kwa screen yako 0720025948. Unaweza tuma SMS
Pia unaweza tuma WhatsApp utuelezee yale ungependa mheshimiwa aweze kuyatenda, nasi tutaweza kumfikishia ujumbe ule. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana, asante sana. Yes. Nilisikia ukiongea mambo ya maji. Yes. Issue ya maji pale kama vile nilikuwa nimeelezea hapo awali kidogo. Let me say it is a major issue. Maji ni major issue. It is a major issue. Ni vile hatuwezi enda tukitangaza. Hatuwezi enda tukitangaza. Ndio. Kwa sababu kama vile nilikwambia, ukiwa na shida ya maji, ni ujipange, ndio, ujue mahali utatoa maji. Kabisa. Kwa sababu mtu mwenye unaweza uliza tuseme ni mheshimiwa Kaasha. Labda hamuonani. Na saa nyingine hata saa nyingine mkionana, atakupea tu promise. Lakini wewe ulikuwa unataka maji saa hiyo. Kwa hivyo sasa inakuwa ngumu sana kudili na wewe mtu. Manake wewe uko na njaa saa hiyo. Ndio. Lakini yeye anakuambia wewe ngoja tutapanga hiyo mpango. Kitu kama hiyo. Ndio. Sasa mimi niko na issue kubwa sana. Na hii serikali ya county government. Ndio. Na kuna kitu nikataka wanijibu kama inawezekana. Kwa sababu katika Kitengela ward, Kitengela area. Area Kitengela. Wakati mheshimiwa George Saitoti alikuwa uhai. Kitengela ilikuwa na maji. Na maji ilikuwa mzuri. Wale wakaazi wa Kitengela wale wananisikiza. Ukweli ni kwamba mnajua Kitengela mlikuwa na maji. Ndio. Mlikuwa mnaoga na shower. Maji haikuwa na problem. Ndio. Lakini saa hii mnakunywa maji ya punda. Tangu wakati mheshimiwa George akufe, maji ilifungwa. Mimi nataka nijibiwe hili swali. Na kama unajua mwenye alifunga, pia ni vizuri utuambie tujuange maji ilifungwa kwa nini. Ndio. Sasa mimi ningetaka nijibiwe hili swali. Ni nani alifunga hiyo maji? Na kama alifunga, alifunga kwa sababu gani? Kwa sababu maji hakuna Kitengela saa hii. Watu wa Kitengela, especially wale wako katika ward yetu. Hawa watu wananunua maji. Wanakunywa aidha maji ya punda kwa sababu ni ile punda wekeroa mitungi. Watu wanaenda wakiuziwa maji hapa na pale. Kabisa. Sasa issue ya maji Kitengela na ni town. Inakuwa major issue. Nataka kutuambia town yote ya Kitengela haina maji. Pande yetu ya Chorike Orosi Kodi ward. Kwa sababu pande moja Kitengela iko katika ward yetu. Watu pale hakuna maji. Yes. Sasa swali yangu ni kwamba hii maji kwani nani alifunga? Na alifunga kwa nini? Wewe mheshimiwa gavana. Kama uko na idea nani alifunga hii maji? Ambie yeye afungulie watu maji. Wanateseka. Yes. Wewe niambie kama unaweza ishi kwako bila maji. Wewe mheshimiwa Kaasha wewe unaweza ishi kwako bila maji? Mheshimiwa Pet unaweza ishi kwako bila maji? Kweli? Kuishi na juu unaweza ishi bila stima. Kwa sababu stima hata tumezoea miaka mingi tumekaa bila stima. Tulikuwa tunatumia ile taa nyingine inaweka mafuta ya taa. Koroboi. Koroboi. Lakini maji mheshimiwa utakaa bila maji? Si hata watu kusema maji ni uhai. Ndio hiyo. Yes. What is right? Fungulieni watu wa Kitengela maji. Wapate maji ya kunywa. Kabisa. Yes. Kabisa. Na hiyo nimesema na nitarudia. Kwa sababu hakuna vile mtaweka watu bila maji. Hiyo ni ngumu. Yes. Na kama hamtafanya, mimi nikichukua watamu. My first priority nitafuata. Nijue hii maji ni nani alifunga. Kwa sababu kama ilikuwa wakati wa Saitoti, kwa nini saa hii kusikue na maji? Why now? Kwani Saitoti alikuwa anatumia miracle gani ya kupea watu maji? Si ni mipango tu, mipango inapangiliwa vizuri. Na maji inafunguliwa, watu wanakunywa maji. Na tena si wanalipa. Na hii pesa inasaidia county. Kwani rasilimali ikilipo inaenda wapi? What does the revenue goes ikilipo? Hii pesa inasaidia county. Na watu wanalipa maji, sio ati hawalipi. Wanatumia maji mwisho wa mwezi, bili inakuja, analipa ile pesa ametumia. Hiyo pesa inaenda kusaidia county government. Alafu county shida ikisema haina pesa. Na pesa ndio hiyo wamefungia hapa Kitengela. Hiyo maji mimi naomba Mheshimiwa Gavana, hiyo maji iangaliwe vizuri
ifunguliwe, watu wapewe maji ya kunywa. Na ukumbuke, na mkumbuke nyinyi viongozi. Na mimi nikiongea hivi naongea katika Kajiado County nzima. Mkumbuke vizuri katika hii maeneo yetu. Kwa sababu ni kama tunaishi msituni. Mjaribu sana kabla mtoke katika uongozi, sababu tunaweka viongozi wengine. Tayari tunaweka viongozi wengine. Heri niseme ukweli. Hata juzi nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Peres, madam, ati unataka kusimama kiti ya gavana. Nikajua umefanya vizuri na umefanya jambo la busara. Kwa sababu ile kiti umetuachia sasa, hii kiti tutapatia Mheshimiwa George Kimoli. Yes. Umefanya vizuri sana. Huyu Kimoli huyu hata kama ni mtu kuja kama mimi, huyu ndiye tunapea hiyo kiti ya MP. Kimoli. Yes. Kwa sababu ni mtu najua akikuja nikimwambia mheshimiwa hii barabara kutoka Masai ukikwenda mpaka Kitengela, mimi nataka uifungue. Atafungua. Kuna kitu Kimoli amefanya ikafanya umtetee. Yes. Unajua unaangalia kama mtu. Uongozi uko ndani ya mtu. Wacha hii mambo mengine ya kupaka maua sababu ya pesa. Hapana. Unaangalia mtu unaona huyu ni mtu ambaye ako na uongozi ndani yake. Ama ni mchezo wako naye. Ni kama hii kuhubiri. Unajua mapastors wale tuko nao hapa. Sorry kutaja mapastors katika show. Kwa sababu hata mimi labda niko katika hiyo line. Lakini ni vizuri kuongea ukweli. Kuna wachungaji wa pesa. Kuna wachungaji wa pesa. Na kuna wachungaji wako na mwito ndani yao. Uongozi ni mwito. It is a calling. It is a calling. Sure. Na hata siku moja kuna huyu mhubiri anaitwa Paul. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 akiongea mambo ya alikuwa na advice Timothy kuhusu viongozi na akamwambia masharti 9 yale ambayo yanapaswa kufuatwa na mtu yule ambaye anajiita kiongozi. Yeye alikuwa anaangazia mambo ya kikanisa. Ndio. Lakini cha ukweli ni kwamba katika uongozi yale maneno Paulo alikuwa anaongea yanapaswa kuwa katika kiongozi yeyote kutoka juu rais kuteremka mpaka chief. Ama assistant the chief. Kwa sababu ni kiongozi anaongoza watu. Ndio hiyo. Lazima asiwe na malingo. Asiwe mtu wa kupenda pesa. Ndio. Yes. Na ikiwezekana awe na mke moja. Yes. Hiyo ni mahubiri. Hiyo ni mahubiri. Yes. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nikiongea mambo ya kiongozi, uongozi ni kitu ambacho inatoka ndani ya mtu. Na sio kusukumwa. Ni kitu ambacho inatoka ndani yako, unasikia unataka kuona watu yako wakisaidika. Unataka kuona development zikiendelea. Na mheshimiwa Kimoli, mimi nimekaa naye. Ndio. Na mimi ni mtu najua. Na nikimsikiza vizuri kwa umakini, ndio. Ni mtu ambaye ako na roho. Yes. Ya uongozi ndani yake. Ni kama huyu nominated MCA, ungadhani ngai? Mheshimiwa Washuka. Washuka nikisikiza hata juzi nimeona yeye alikuwa mazishi nyingine huko. Tena nimemuona yuko mtoto mwingine alikuwa anasaidia mahali. Sio kusukumwa. Yeye mwenyewe yako kwa ground. Huyu madam wako kwa ground. Yeye mwenyewe yako kwa ground. Washuka Madenge. Yes. She is doing great. I mean, it is not a matter of kusema hii ni kabila gani ama ni kabila gani, kwa sababu leadership is not tribalism. No. Leadership, it is a gift that God gives. Yes. It comes from God. It comes from God. So you should not si ati kwanza kupiga huyo, tunapiga huyo mwingine kwa sababu uko na interest yako. My friend, that one cannot work. Uongozi uko ndani ya mtu. Mimi niko na uongozi ndani yangu na hata kutoka kitambo. Mimi nimekuja nikiwa kiongozi throughout. Even in my estate, I am also a leader. In my church, I am also a leader. Na ndio sababu nimesema kwa sababu uongozi ni kipawa ambayo Mungu hupeana. Ndio sababu nasikia nikitaja hawa waheshimiwa mimi nataja hapa. Siwataji kwa sababu wamenituma. Hata labda wengine wananiona kwa TV. Wanashangaa hii mzee naye ananitaja ni nani? Na wataja kwa sababu nimekaa na hawa. Nimewaona. Nimeona karakta zao. Nimeona vile wana interact na watu hapa na pale. Ni watu ambao wanaweza kusaidia mwananchi. Hao viongozi wengine
Mtu akichaguliwa number 1 ananunua line mpya. Ile ya kwanza anatupa. Mpigia hawezi patikana. Mtoe wapi? Kwake kama kulikuwa na mbwa zile za kawaida hizo anaua. Ananunua German Shepherd. Kama hakukuwa na watchman, anaweka watchman kwa gate. Gari yenye alikuwa anatembelea ananunua nyingine. Na ndizo zinakuja zikiwa mbili kwa sababu ya bodyguard. Huyo mtu hata kumfikia hivi ni ngumu. Mimi nauliza swali. Na hii swali nauliza viongozi. Na hii swali nauliza hata wale watu ambao wanapiga kura. Kwani mkichagua mtu mnamchagua na kuwa adui? Kwani wewe ukichaguliwa unachaguliwa na wananchi tena wanakuwa adui? Tukikuchagua tutakuwa na wewe hapa ama. Unafaa ukichaguliwa uwe rafiki. Kwa sababu wale watu ndio wamekuweka kwa ofisi. Na hawa watu ndio wanakupea mshahara. Sasa imekuwaje tena? Ukichaguliwa wewe hata kuonekana uonekane. Imekuwaje tena? Ukichaguliwa badala ya kuingiana na watu unaongeza bodyguard. Na kwa bomo unaweka mko. Kwani ulichaguliwa na watu halafu kama maadui? Ama namna gani? Ati ile siku unaonekana hata ukiingia hata kanisani. Askari mmoja pale, na askari mwingine pale. Hata instruction, mtu asinikaribie. Hata instruction, mtu asinikaribie. Sasa askari yako macho. Na kwa sababu yako kazi, anaanza kutoa watu kwa barabara. Ati mheshimiwa anapita. Wale watu ndio walikuandika. Hii ni hekima gani? Hebu shikilia hapo mheshimiwa. Yes. Sasa tuelezee. Who is an MCA? MCA ni hiyo ni kizungu. Ukitafsiri ni member of county assembly. Huyu ni mtu ambaye anaenda katika bunge ya county kutetea watu wa ward yake. Yeye anaenda kutetea watu wa ward yake. Na wanabadilisha sheria katika hiyo ward, zile sheria za county. Zingine wanabadilisha. Sasa wale watu wanaenda bunge kutetea wale watu ambao walimchagua. He's a member of county assembly. Hakuna tofauti kubwa ya MCA na MP. Kwa sababu MP anatengeneza sheria za national za Kenya mzima. Za watu yote mahali popote ambapo walipo. Lakini MCA ni ward. So ukitaka tuambia MCA ni walikuwa wanaitwa county rep. The same county reps? Yes, ni jina ilibadilishwa. Ni jina ilibadilishwa wakati wa 2010 constitution. Wakati tulileta katiba mpya ikabadilishwa, sasa ikawa sio wale tulikuwa tunaita kajo na kitabu ama kansela. Sasa ikawa ni tukaongeza jina lingine. Ni member of county assembly. MCA. Yeye ni representative wa watu. Ni representative wa watu kutoka ile ward ambao wamechaguliwa. Kwa hivyo mimi nimekuchagua uende uongee maneno yangu. Exactly. Sio ati nimekuchagua unakuwa mheshimiwa sasa siwezi kukufikia. Gumu. Haifai hivyo. Inafaa ukinipea kura yako, hata ukiniona unanisalimia. Nikikuona na kusalimia. Ukiwa na harusi na kuja harusi yako. Sawa sawa? Ndio. Ukiwa na issue kama kawaida. Kwa sababu mimi niko pale nikutetee wewe kabisa. Lakini hawa waheshimiwa ambao tuko nao na ni sore tuse. Na waheshimiwa mtanisamehe leo. Kwa sababu mimi naongea mambo yangu. Isipokuwa hata mimi naelekea pale. Lakini mimi nitawaomba unisamehe kidogo. Kwa sababu moja. Mkichaguliwa badala ya kutengeneza urafiki na hawa watu ambao walikuchagua. Inakaa ni kama mlitengeneza uadui. Sasa ukipita kali kio iko juu. Ndio. Sawa sawa? Haifai namna hiyo. Hapana. Wewe ni mtu ambaye anapaswa kuwa na watu. Wale ambao walikuchagua wewe. Mheshimiwa, juu kuna uwezekano ya kwamba unapoenda pale kupiga kura pengine utapata kile kiti. Haya maneno this show is recorded. Yes. Na itakuwa hapa. Yes. Wajua siku moja nikipata kama hivyo unavyosema nitakurushia. Hiyo niko tayari. Niko tayari. Kwa sababu mimi najua. Nimekuambia hivi na nitarudia katika hiyo show. Mimi nimefanya mambo mingi.
Mimi nimefanya mambo mingi. Hata kuna miaka ingine hapo mbeleni. Nilienda mahali nikapata computers mingi sana. Zikipeanwa. Na wale wazungu wakani approach. Wakani request. Nitafute shule moja ya disabled. Za wale watu za mental. Ni wapatie zile computers na vitu mingi walikuwa nazo. Zilikuwa vitu za milioni kama 3. Nikaenda mahali nikatafuta shule moja. Ambapo niko na washahidi. Na ninaweza waita na wakuja waseme vile nasema hapa leo. Wakakuja. Nika-introduce huyo manager wa hiyo shule. Kwa hao wazungu. Hao wazungu waliwapea vitu mingi sana. Ndio. Vitu za zaidi milioni 3. Na mimi sikupata hata shilingi 100. Hata shilingi 100. Hata 100. Na sikudai. Na sikuwa na issue. Kwa sababu nia yangu ilikuwa ni kuongoza kwa kusaidika. Yaani you real people. Yes, unaongoza watu wasaidike. Ndio. Unaongoza watu wasaidike. Ndio. Yes. Lakini si ati unaongoza watu usaidike. Yes. You are not leading people to benefit yourself. No. You are leading people so that those people can benefit. Yes. Wow. That is the key word. Unaongoza watu wasaidike. Si ati unaongoza watu wewe usaidike wao wabaki pale kwa maskini. Haifai. Haifai. Kwa hivyo mheshimiwa, unapoenda pale bungeni, unaenda baadaye tutakuwa tunawe hapa street Yes. Yes, utaniona. Pale tuko na shida, uko pale. Utaniona. Kukiwa na vitu tofauti utaniona. Tutakuona pale. Utaniona. Utaniona. Asante sana mheshimiwa Amos Mboro. Yes. Aspirant wa kiti cha ubunge cha Orosilkon Sholinke Ward. Yes. Hiyo nilishika kabisa. Ndio hiyo sasa. Labda mheshimiwa, kuna hii swali na ningetaka tu nikuulize. Tunapokuchagua pale. Tunapokuchagua. Yes. Wewe mwenyewe kama binafsi. Basari tutapata. Basari itapatikana. Unajua basari siku hizi zinapeanwa. Kuna vile basari tunaona zinapeanwa Wacha nikwambie my friend. Ndio. Basari ni haki ya mwananchi. Ndio. Na iko na inapaswa kupeanwa. Na hakuna mtu mwenye ako kwa kiti sahihi kutoka MP mpaka MCA mwenye hana allocation ya basari. Hiyo pesa wako nazo. Sasa iko shida mahali ambapo ningetaka kwanza pale kwangu ile yangu Sholinke Orosilkon Ward. Na hii nitaongea na niongee ukweli. Hebu ongea ukweli. Mheshimiwa Paris MP Member of Parliament Kajiado East. Kwanza nakushukuru kabisa. Kwa sababu wewe unajua kugawa vizuri. Ndio. You know you are a mama. Basaries unagawa vizuri. Ndio. Kwa sababu katika kila ward una ile pesa unapeana. Na sasa hizo ward zote ambazo wewe unaongoza unawagawia chakula ambayo inatoshana. Mimi nataka sasa nikuulize swali. Kwa roho safi. Swali lije. Katika ward zingine kuna watoto wengi kuliko ward zingine. Sasa mimi nataka uniambie. Kwa sababu umetutoshanisha ile basari ambayo unatupea. Kuna uhaki gani ama usawa gani ambao utapatikana katika kugawa zile basaries? Kuna usawa gani ambao utapatikana? Na mimi narudia, katika ugawaji wa zile basaries. Hakuna. Haiwezi. Wacha nikuulize swali. Niko na mkate hapa. Na mkate moja iko na 20 pieces. Hii mkate moja upatie watu 100. Ndio. Mkate mwingine upatie watu 17. Ndio. Mkate mwingine upatie watu 10. Mkate mwingine upatie watu 200. Mimi nataka uniambie swali. Unijibu hili swali. Ile mkate ambao umepatia watu 100 na iko na 20 pieces. Wataigawa namna gani? Kwa hivyo kuna uwezekano in your constituency, Mheshimiwa Paris. Kuna mtu utauliza miaka nenda miaka rudi. Ushawahi pata basari? Akwambia hata asikiani. Hajaiona. Kuna mzazi utatajia basari
akuuliza hiyo ni nini? Kwa sababu hana hata idea. Na dhamini hizo ni kwamba ile mkate ambao ulipeana ipewe watoto. Ndio. Wale watu pale ni wengi zaidi. Sasa inakuwa ni vingumu mno hii basari kufikia mtu mwenye ako na haja nayo sana. Inakuwa ni vingumu sana. Sasa haipatikani. Kabisa. Ukweli ni kwamba mheshimiwa umefanya kazi nzuri. Lakini sasa ile kitu umetupea, saa nyingine hata hatuisikii. Haifiki. Na swali lingine amepeana. Na swali lingine ningetaka kuuliza ni hii basari inatangazwa wapi inapeana? Hakuna kutangazwa. Inatangazwa wapi? Kwa sababu mimi mahali nimetoka. Ama sehemu nyingi nikisikiza. Hata kutoka mahali zingine huko, hata katika hii Kajiado. Basaries. Chief akiambiwa iko basari, inaandika barua. Wanatangaza. Ndio. Hizi barua zinapelekwa makanisani. Ili watu watangaziwe. Ndio. Kuna basaries zinapeana. Mimi nataka niulize swali. Mimi nataka kanisa mahali pale. MP wa Kajiado North anatangaza. Mimi naona tangazo zake. Hiyo ni Kajiado, si ndio? Kajiado East, Kajiado North. Nimeona mpaka poster zake za MP Maji. Yeye anatangaza. Zake utaona barua zinasomwa kila mahali. Labda ukiingia huko makanisani utaona Maji amejaribu. Kwa upande wa basaries, mimi mheshimiwa Maji, mimi napigia etiki. Kwa sawa. Na ameng'ang'ana, amefanya kazi nzuri. Ndio. Na ukifanya vizuri, wacha tuseme umefanya kazi nzuri. Unajua ni vizuri kusema kweli. Unajua siasa za nyingine hata ukifanya vizuri tunataka kukuoka. Ndio. Kwa sababu tuko na interest zetu. Mheshimiwa Maji, umefanya kazi nzuri kwa upande wa basari. Kabisa. Hiyo kabisa amefanya. Hiyo amefanya kazi nzuri. Umeona. Hiyo hata mimi nimeona. Lakini ng'ambo ile yetu ile ya Kajiado East. Basaries. Za watoto. Hata kutangazwa hausikii, lakini ukisikiza undani zimepewa nani? Zimepeana. Sasa nani walifanya research? Sasa shida ni kwamba kwa sababu zile pesa ni chache. Ukitangaza utapea nani? Kwa hivyo lazima wakae chini wafikirie, tutapea huyo labda, tutapea huyo mwingine, wengine wachana. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki kweli? Hakuna haki pale. Wacha niseme hivi katika hii television. Mimi niko na mpango mwafaka. Kabisa. Ndio. Nikichukua watamu katika hiki kiti cha member of county assembly. Hata nimeambia mheshimiwa Kimuri. Kwa sababu mimi niko na imani kubwa yeye atakuwa MP wangu. Yeye ndiye atakuwa mdozi wangu. Na mimi nitakuwa mdozi wake hapa chini. Mimi nimeambia yeye vile tutakuwa tunafanya. Basaries tutakuwa tunatumia mapastors. Kuzikawa. Tunauliza pastors. Pastor kwa kanisa yako utupatie watu 5 ndege. Wale ambao wanapaswa kutoa basari. So we use the pastors. Kwa sababu pastors are also leaders. Na wale ndio wanakaa na wale watu kila saa. Wale watu ndio asubuhi akiamka hivi anaona mshirika ameingia. Anaambia pastor, unajua mimi sijakula kitu jana. Ndio. Pastor anarudi kwa mfuko anapatia. Je, wale ambao ni Waislamu na wale ambao hata hao kanisani. Nini? Kuna wale ambao hawaendi kanisani na hawaendi kwa Musa. Pastor anajua. Wachungaji wanajua. Okay. Yule ukiuliza pastor moja hapa, hata kama kuna pastor ananisikiza kwa televisheni hapa saa hii. Anaweza piga simu. Aseme kama anajua watu wa mahali ambapo yametoka. Kwa sababu hii mambo ya kutumia wale watu kidogo wako kwa ofisi hapo kwa chief. Ati iko na committee. Hii imechaguliwa ya kupeana basari. Sasa ile committee nani alifanya ile committee vetting? Ile committee nani alifanya ile committee ya kupeana basari? Hakuna. Waliangaliwa na nani? Integrity yao inajulikana kweli? Alafu wale watu ndio unaamini ati wale ndio watasema wewe pewa, wewe nyimwa. Na kama hakuna na personal issues. Sasa kujibu pastor wanajua watu wote. Pastor anajua watu. Ama sheikh. Yes, hata sheikh. Wala watu majirani yake anawajua. Sasa kulingana na ile pesa ambayo iko. Na ile pesa imetolewa na serikali. Mimi naambia mapastors nataka unimletee watu. Wale ambao wanataka pesa. Ndio. Sawa. Kama ninavyokuambia tulie naye ndani ya studio ni Mheshimiwa Amos Mboro.
ambaye anasimama kiti cha MCA pale Olosipkon Sholinke Ward. Mheshimiwa, Yes. Swali la mwisho. Tuambie unasimama na rais yupi? Mimi wacha niseme hivi. Marais ni wengi. Ni wengi Ambao wanatafuta kiti hii. Ndio. Na ukweli ni kwamba tuko na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ndio. Kuna Wiper Party. Tuko na Mheshimiwa Dida. Unasimama naye? Chama yake sijui. Iko Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Iko Mheshimiwa mwingine. Bado wote wanatafuta viti. Anaitwa Raila Odinga. Former Prime Minister. Tuko na Mheshimiwa mwingine ambaye ni wa Hazara Nation. Anaitwa William Ruto. UDA Party. Tena juzi nimesikia iko mzee mmoja hapa. Ni Kigogo. Anajiita Jimmy Wanjigi. Hata yeye nimesikia juzi ni kama ako na interest. Ya kiti kama hiyo. Sasa mimi kama member of county assembly katika Kajiado East, Olosipkon Sholinke Ward. Niko na marais wengi. Na wote ni marais wangu tu. Sasa mimi ikifika 2022 nitatembea na rais mmoja. Kuna wengine kama kuna mtu kama Mutuli. Speaker. Yes, national speaker, yes. Anasimama kiti cha president, amesema kitu kama hiyo. Hata yeye alikuwa ameangazia kitu kama hiyo. Lakini hata kama ni Muturi, hata kama ni Dida, kuna Mwangi wa Iria. Hata kama ni Mwangi wa Iria, hata kama ni jamaa mwingine. TSP. Kionjuri. Mbona chama cha TSP hujataja na ni chama ambacho kinajulikana zaidi? Unajua TSP bado hawajadikiria nia yao ya kugombea kiti cha urais. Lakini sasa TSP ni chama ambao inajijenga kwa sasa. Wale ambao umetaja, umenitajia unasimama na mtu kama Washuka Madenge. Unasimama na mtu kama anaitwa King'ori. George King'ori. Yes. Those sijajua vizuri. Washuka Madenge nimemuona na Deputy President William Ruto. Sio mara ya kwanza. Yes. Mara kadhaa. Nimemuona na Mwangi Kiojuri. Yes. Mara kadhaa. Kuna uwezekano ama nini? Unajua wakati mtu anaweka strategy zake katika siasa. Mpaka unaangalia mbali kidogo. Ndio. Uone hapo mbele iko namna gani. Wacha kwanza niseme namna hii kwa sababu umetaja hiyo chama ya Mheshimiwa TSP. Former Minister Kinjuri. Hii chama ya Kinjuri ni chama yetu sisi hapa. Hiyo ni chama yetu sisi hapa. Hiyo ni chama ya hapa. Ndio. Unajua hizi vyama isipokuwa ni vile watu huwa wanacheza lugha, wanasema hiyo ni national party. Zingine hazikuweki national party. Zingine zinakuwa county party. Yaani ni tuseme kwa mfano. Ni ya Western. Just an example. Ni chama ya Western. Ama hiyo ni chama ya watu wa Rift Valley. Ama hiyo ni chama ya watu ya Central. So hizi vyama ni vile watu saa ingine wanaongea na ni siasa. Lakini hii chama ya Kinjuri sababu ukisoma historia yake kidogo juzi nilikuwa naiangalia. Ni chama ilianzishwa na vijana. Ilikuwa ni chama ya vijana. Sasa Mwangi ndiye alikuwa chama. Kwa hiyo chama. So akaichukua ikakaa kama yake. Lakini ni chama ya vijana. Na kwa hiyo chama hata hiyo ingine sio mbaya. Hapana, sio mbaya. Sababu katika uongozi sio mambo na chama. Katika uongozi ni mambo na mtu. Mambo na mtu. Mwenye unachagua. Kwa sababu sasa hata mimi nikisimama na TSP leo. Ama Mheshimiwa Washuka asimame na hiyo chama umesema TSP. Ama King'ori asimame na hiyo chama. Wale watu nimetaja hapo. Wale umetaja wote nimeona na mara. Mimi nataka nikuulize hizo. Sasa nikichagua Mheshimiwa George. Ni chama itafanya kazi ama ni King'ori? Kwa hivyo chama is just an umbrella. It's just a bridge. Hivyo kwa sasa Mheshimiwa tukitamatisha tu. Hauna yule ambaye unasema huyu ndiye rais wako. Niko na marais wengi. Nimekwambia. Yes. Mimi niko na marais wengi. Utawaangalia. Wote ni wangu. Kutoka William Ruto, yeye rais wangu tu.
Wenda Raila Odinga pia anaweza kuwa rais wangu tu. Hata nimekwambia mpaka Mheshimiwa Abdida. Hata yeye pia anaweza kuwa rais wangu. Sasa wote ni marais wangu. Lakini tukienda hapo mbele kidogo. Nitarudi hapa kwa television. Ndio. Na nitakwambia huyu sasa ndio nimeona ni mzuri. This is the best person to lead this nation. Ndio. Hiyo nitasema baadaye. Lakini wote hakuna mtu niko na chuki na yeye. Hakuna mtu niko na vita na yeye. Hakuna mtu hakuna. Hao wote ni watu yangu. Yes. So sitaki kusema ati ni huyu ama ni yule. Hapana, wote wako sawa. Ndio. Yes. Kabisa. Wote wako sawa. Asante sana mheshimiwa. Salimia watu wawili watatu tukimalizia. Nikimaliza kabisa. Ndio. Ningetaka kusalimia babangu mzazi. Ndio. Mahali popote pale alipo. Nimesalimia sana pamoja na mama yangu. Pia nimezaliwa na pamoja na my brothers na my sisters, wale tumezaliwa pamoja. Pia wao nimewasalimia sana. Nimesalimia, wacha nisalimie marafiki zangu wengine. Wakati mmoja tulishawaifanya kazi na wao. Wanafanya katika shule moja hapa. Glen Edmonds. Nataka nisalimie akina Kevin, kina Collins, kina Sami, Msaragan, Chege, wote. Hata director mwenyewe Mr. Glenn pia nakusalimia sana. Na pia nisalimie watu wa kijiji yangu. Mheshimiwa Kamau, akina Mr. Nguyo, Mr. Mutuku, MCA aspirant Kalen. Hao watu wote ningetaka kuwajumlisha wote pamoja na watu wa Shiringi Orosi Likoni wote kwa jumla. Ningetaka niwasalimie na niwahakikishia kwamba change is coming. Waswahili husema mgeni njoo, mwenyeji apone. Sasa mimi nimekuja na nia ya kuwasaidia nyinyi. Pia familia yangu kuna wasichana wawili, salimie Margaret Wairimu na Caroline Ngendo, nimewasalimia sana. Na mimi nawapenda, nyinyi wote nawapenda na Kenya mzima kwa jumla. Nawapenda sana. Barikiwe sana mpaka ile siku nyingine Mungu atatujalia tuonane. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Amos Mburu, na hii kipindi ya Red Carpet Show. Langu ni Mike Sam wa Red Carpet, na kila siku ya Jumamosi kama hii tutakuwa tukipatana, tunaongea mengi ambayo ni ya politics sana tunaongea na waheshimiwa, ndio maana inaitwa Red Carpet Show. Hao wanapitiana kwenye red carpet, na kama tulivyosema, haijalishi leo vile watu wanakuona, kesho Mungu atakuinua upitie kwenye red carpet. This is Red Carpet Show in Full House TV. Kazi nzuri.